Simba imemaliza mechi za makundi za ligi ya mabingwa Afrika kwa ushindi wa bao 1-0 mbele ya Stade Malien ya Mali na kulipa kisasi cha kipigo ilichopewa ugenini mwishoni mwa mwaka jana, japo imesalia mkiani mwa msimamo wa kundi D, ikiwa ni mara ya kwanza kwake kumaliza mkiani tangu ianze kushiriki CAF mnamo mwaka 2018. Ushindi huo ulioifanya Simba kufikisha alama 5 kupitia mechi 6, ukiwa ni wa kwanza kwa msimu huu nyumbani katika michuano ya Afrika, ni wa kwanza pia katika hatua ya makundi. Simba ilishacheza mechi 4 za ligi hiyo nyumbani kwa msimu huu, zikiwamo 2 za hatua ya awali zilizoisha kwa sare tofauti, kisha kupoteza mechi ya kwanza ya makundi mbele ya Petro Atletico ya Angola kabla kutoka sare ya mabao 2-2 na Esperance ya Tunisia na juzi kujipata kwa Mkapa. Hapa nimekuandalia dondoo kwa uchache namna Simba ilivyozinduka mwisho wa msimu wa michuano hiyo, ikishindwa kwenda robo finali kwa mara ya kwanza tangu ilipocheza hatua ya makundi mwaka 2003. Kwanza, Simba inajipata mdogo mdogo. Simba iliendelea kuonyesha mabadiliko ya ubora uwanjani katika mechi hiyo. Ilitawala vizuri ikicheza kwa kasi na kufanikiwa mapema tu kupata bao hilo la pekee katika dakika ya pili, likiwekwa kimiani na kiungo mshambuliaji mpya Anicet Yaoura. Bahati mbaya sana kwa mashabiki wa Simba ni kwamba wameanza kushuhudia kuimarika kwa kikosi chao wakati ambao timu hiyo imeshaaga michuano, kwani kama mechi zingekuwa bado zipo, huenda habari ingekuwa nyingine kwa jinsi timu inavyocheza kulinganisha na mechi zilizopita. Jambo la pili ni pointi 5 mkiani. Ushindi wa juzi umeifanya Simba kufikisha pointi 5 kupitia mechi 6, ikipata sare 2 na kupoteza 3, ikifunga jumla mabao 5, ikiburuza mkia wa msimamo wa kundi D lililoongozwa na Stade Malien kama kinara akiwa na pointi 11, akifuatiwa na Esperance yenye pointi 9, huku zote zikienda robo finali. Petro Atletico ilimaliza ya 3 kwa pointi 6 na Simba ikiwa mkiani, timu hizo mbili zikiaga michuano na sasa zitakuwa watazamaji wakati wa babe wa 8 watakapokuwa wakianza msako wa ubingwa kwa msimu huu ambapo draw ya mechi za hatua zinazofuata itafanyika kesho Jumanne. Jambo la tatu ni mbele mabao bado. Katika mechi ya juzi Simba ingeweza kutengeneza ushindi mkubwa zaidi, lakini umakini mdogo wa washambuliaji wa timu hiyo uliwaangusha kwa kushindwa kutumia nafasi ilizotengeneza hasa kwa Selemani Mwalimu Gomez na Eli Mpanzu, kwani walikosa utulivu kumalizia mipira wavuni. Eneo la kati la Simba linazidi kuimarika ambapo viungo wake wanaonesha kuwa na nguvu ya kusukuma mashambulizi, lakini pia ukabaji ukifanyika vyema. Jambo la 4, Mpanzu kunani. Mpanzu bado ni mchezaji anayehitajika Simba, lakini kitu anachotakiwa kufanya ni kupunguza kukaa na mpira wakati wenzake wameshajiweka kwenye maeneo mazuri kuharakisha mashambulizi. Anachofanya Mpanzu ni kama kinaichelewesha Simba kutengeneza mabao mengi zaidi, hatua ambayo pengine ilichangia atolewe katika dakika 69 baada ya kuchelewesha shambulizi la haraka katika dakika 65 wakati wenzake walishakaa maeneo sahihi. Jambo la 6 ni Aura tishio. Kama kuna silaha ambayo Simba imeiongeza kwenye timu, basi ni winga Aura ambayo wepesi wake, kasi